Naam, mwanalugha ya Kiswahili ujambo mahali ulipo. Jina langu ni Ustadh Kakamnai, mdarisi na mwasilishaji wa kipindi Uketo wa Kiswahili, na ningependa kuchukua abra hii kuweza kukukaribisha kwenye mada yetu ya leo, ambapo tutaangazia aina za magani. Kumbuka kwamba hapo awali tuliweza kuangazia magani, ambapo tuliweza kuangalia maana ya magani, sifa za magani, na tukaweza pia kuangalia umuhimu au thima za magani. Kumbuka kwamba magani ni mojawapo ya kipera cha ushairi simulizi, ambapo tunajua kwamba ushairi simulizi ni mojawapo ya utanzu wa fasihi simulizi. Na tulipokuwa tunaangalia ushairi simulizi, tuliweza kusema kwamba ushairi simulizi huwa na vipera kama vile nyimbo pamoja na magani. Kwa hivyo baada ya kuangalia maana ya magani, tumeangalia sifa za magani, tumeangalia umuhimu wa magani, basi nimefika wakati wa kuweza kuangalia nini? Aina za magani. Na kabla hatujafanya hivyo, ningependa nikuombe tu kwa heshima na taadhima mahali ulipo, uweze kuponyeza kidude pale, uweze kusubscribe kwenye kipindi hiki. Usininyime. Asanteni. Kwa hivyo tunapoangalia aina za magani, kumbuka kwamba magani yamegawanyika katika aina mbili kuu, ambazo ni magani ya kawaida na magani simulizi. Kwa hivyo magani imeweza kugawanyika kwa aina mbili kuu, ambazo ni magani ya kawaida, na nimetaja pia kwamba kuna magani simulizi. Magani ya kawaida, kumbuka kwamba ni tungo za kishairi zinazozungumzia masuala mbalimbali ya maisha bila kufuata mtiririko wa hadithi au matukio yanayofuatana. Na kumbuka kwamba katika magani ya kawaida, maudhui yake yanaweza kuwa maudhui ya mapenzi, maudhui ya huzuni, maudhui ya njaa, maudhui ya umaskini, maudhui ya kazi, kuna maudhui ya dini, unaweza pia kukawa na maudhui ya maadili, maudhui ya ushairi na changamoto mbalimbali za maisha. Sifa za magani ya kawaida ni kwamba magani ya kawaida hayana muundo wa hadithi. Jambo la pili, ama sifa ya pili ya magani ya kawaida ni kwamba magani ya kawaida huwasilisha mawazo au hisia moja kwa moja. Jambo jingine ni kwamba mara nyingi magani ya kawaida huwa mafupi kuliko magani simulizi. Na mwisho ama ya nne ni kwamba magani ya kawaida hueleza mtazamo wa mgani kuhusu jambo fulani. Hapa chini nimeweza kutoa mfano tu mfupi wa magani ya kawaida. Kwa mfano, nakupenda ewe mpenzi wangu, moyoni mwangu sina mwingine, ukiondoka nitabaki mpweke, majonzi yatanitawala daima. Na katika mfano huu ambao nimeweza kuitoa, kwamba hakuna hadithi inayosimuliwa. Mgani anaeleza hisia zake za mapenzi na hofu ya kuweza kufanya nini? Hofu ya kuweza kutengana. Aina nyingine ya magani ni magani simulizi. Na magani simulizi ni magani yanayosimulia hadithi, tukio au historia fulani kwa kufuata mtiririko wa matukio kuanzia mwanzo hadi mwisho. Tunapoangalia sifa zake ni kwamba magani simulizi huwa na wahusika. Pili, magani simulizi husimulia
tukio au historia fulani. Tatu, magani simulizi hufuata muundo wa mwanzo, kati na mwisho. Na nne ni kwamba magani simulizi mara nyingi huambatana na ala za muziki. Na tano ni kwamba magani simulizi huwa marefu kuliko magani ya kawaida. Kwa hivyo ukiangalia ni kwamba magani ya kawaida ni mafupi, lakini magani simulizi yanakuwa marefu kuliko magani ya kawaida. Na mwisho ni kwamba wakati mwingine hujumuisha uigizaji. Kwa hivyo wakati mwingine unapowasilisha magani simulizi, uigizaji inaweza ikawa mojawapo ya kiungo muhimu ambacho kinaweza kikahusishwa ama kikaambatanishwa. Magani simulizi yanaweza kuambatana na ala kama vile zeze, marimba, njuga, hata upigaji wa filimbi na hata uchezaji wa ngoma. Na tunapoangalia hapa chini, kuna mfano tu ya magani simulizi. Kwa mfano, mwaka wa njaa hali ulipowadia, shujaa mmoja akajitokeza, akawasaidia wenye shida, akaleta matumaini kijijini, hadi leo jina lake linakumbukwa. Kumbuka, mfano huu unaonyesha mfuatano wa matukio unaounda hadithi fupi na inaleta sehemu kama jambo kama historia. Kwa hivyo ni muhimu kujua kwamba yanaelezea swala la hadithi, historia na kawaida. Na tunapoangalia umuhimu wa magani, magani kwa jumla huwa na umuhimu gani katika jamii? Magani ni kwamba uhifadhi historia, kwamba magani uhifadhi kumbukumbu za matukio nadhani unayepata hili, za matukio muhimu ya kihistoria kama vile vita, majanga, mashujaa na maendeleo ya jamii. Unasikia mwanafunzi? Naam, jambo jingine ni kwamba magani hufundisha maadili, kwamba magani hutoa mafunzo kuhusu tabia njema na kuonya dhidi ya maovu mbalimbali katika jamii. Jambo jingine ambalo pia ni muhimu kuelewa ni kwamba magani huburudisha na kwamba magani hutoa burudani kwa hadhira katika sherehe, mikusanyiko na shughuli nyingine za kijamii. Kwa hivyo magani huburudisha, ni muhimu kuelewa hilo. Magani pia hukuza lugha, kwamba magani husaidia kuhifadhi na kuendeleza msamiati, misemo na matumizi bora tu ya lugha. Unanipata? Naam, jambo jingine ni kwamba magani hukosoa jamii, kwamba kupitia kwa magani wanajamii wanaweza kukemea maovu na kuhimiza mabadiliko kwa njia ya kisasa. Isitoshe, umuhimu mwingine wa magani ni kwamba magani huelimisha, kwamba ama mathalan magani huwapatia watu maarifa kuhusu mila, desturi, historia na utamaduni wa jamii yao. Naam, tukiongezea ni kwamba magani pia hukuza umoja, kwamba huimarisha mshikamano na kuwaleta watu pamoja kupitia shughuli za kijamii na hata shughuli za kitamaduni. Ni vyema tuangalie pia tofauti kati ya magani ya kawaida na magani simulizi. Kwa hivyo baada ya kuangalia umuhimu, ni vyema tujue magani ya kawaida na magani simulizi yanatofautiana kwa njia ipi. Jambo la kwanza ni kwamba magani ya kawaida huzungumzia masuala ya kawaida ya maisha kama vile mapenzi, huzuni, kazi na dini, ilhali magani simulizi husimulia hadithi, matukio au historia fulani. Magani pia ya kawaida hayafuati muundo wa hadithi, lakini magani simulizi huwa na mwanzo, kati na mwisho. Kwa hiyo kumaanisha kwamba inafuata muundo wa hadithi.
Na jambo jingine ni kwamba katika magani ya kawaida wahusika mara nyingi hawajitokezi waziwazi, lakini katika magani simulizi wahusika wanaoshiriki hujitokeza ama husimuliwa. Kwa hivyo hilo ni jambo muhimu kuelewa tunapoangazia swala la magani simulizi na magani ya kawaida. Ni vyema mwanafunzi uweze kuelewa pia kwamba magani yanatolewa kwa kalima, kama tulivyotanguliza hapo awali tukasema kwamba inatolewa kwa kalima badala ya kufanyiwa nini? Badala ya labda kuimba. Kwa hivyo nadhani umenipata mahali ulipo. Naam, kwa leo nitakomea hapo. Nadhani umeelewa magani ya kawaida, aina za magani, ambapo tumezungumzia magani ya kawaida, magani simulizi. Tumeangalia umuhimu wa magani na baadaye tukaweza kutaja nini? Tofauti kati ya magani ya kawaida na magani simulizi. Naomba kwamba ukasubscribe kwenye kipindi hiki. Tutazidi kuangalia tanzu. Kumbuka tayari tumeangalia utanzu wa ushairi simulizi na tumeangalia pia utanzu wa maigizo, ambapo tuliangazia vipera vingi vya maigizo kama vile mifiga, matambiko, ngomezi, michezo ya jukwani, michezo ya watoto, vichekesho na kadhalika. Kwa hivyo nikaomba kwamba uweze kusubscribe kwenye kipindi hiki. Asanteni sana kwa kuweza kunisikiliza. Uendelee kutangamana nami kwenye kipindi hiki. Jina langu ni Ustadh Kakamnai na kipindi ni Uketo wa Kiswahili. Asanteni sana na Maulana wabariki.